Watu 49 waliokuwa wamepanda basi la kampuni ya Mvungi lililokuwa likitokea Ugweno, wilaya ya Mwanga, mkoani Kilimanjaro kuelekea jijini Dar es Salaam. Watu 7 kati yao wamefariki dunia baada ya basi hilo kuacha njia na kupindukia kwenye bonde lililopo katika kijiji cha Mamba, kata ya Msangeni, wilayani humo. Kupitia taarifa ya Jeshi la Polisi mkoa wa Kilimanjaro inayoelezea uwepo wa tukio hilo, imesema basi hilo limepinduka katika eneo hilo majira ya saa 12:45 asubuhi Aprili 3 mwaka huu na kusababisha vifo hivyo na kujeruhi watu 42. Aidha, inaelezwa kuwa majeruhi wote wanaendelea na matibabu katika hospitali ya Kifula, hospitali ya wilaya ya Mwanga, hospitali ya rufaa ya kanda ya KSMC Moshi na hospitali ya mkoa wa Mawenzi, na miili ya marehemu imehifadhiwa hospitali ya wilaya ya Mwanga kusubiri uchunguzi na taratibu zingine. Kadhalika, taarifa hiyo imeeleza kuwa chanzo cha ajali hiyo ni uzembe wa dereva kushindwa kulimudu gari wakati anapishana na gari jingine kwenye kona kali na kuacha barabara na kutumbukia bondeni. Hata hivyo, jeshi hilo limesema tayari linamshikilia dereva wa basi hilo kwa mahojiano zaidi. Katika taarifa hiyo imetaja waliofariki kuwa ni Ashura Omari Sakena mwenye umri wa miaka 47, mkazi wa Vuchama, wilaya ya Mwanga; Zaituni Hashimu Mwanga mwenye umri wa miaka 52, mkazi wa Masumbeni, wilaya ya Mwanga; Halima Omari mwenye umri wa miaka 2, mkazi wa wilaya ya Mwanga; Judith Safieli Mwanga mwenye umri wa miaka 43, mkazi wa Mangio, wilaya ya Mwanga; Benadeta mwenye umri wa miaka 20, mfanyakazi wa ndani, mkazi wa Ugweno; Haji Abubakar mwenye umri wa miaka 50, mkazi wa Kifula; na Hamadi Hussein Mshana mwenye umri wa miaka 64, mkazi wa Ngalanga, Ugweno. Hii ni Gadi TV. Jina langu ni Aisa Msuya. Ajali hii sisi tulikuwa tumeweka abiria Kikweni pale tukisubiri gari ije. Baadaye tukaambiwa kwamba gari imepata ajali. Tulipata taarifa kwa haraka na tulichukua bodaboda, tulikuwa na mimi na agent mwenzangu Saidi Lawena. Tuliwahi hapo. Tulipofika hapa, watu wengine walishafika wakawa wanaendelea kuokoa majeruhi, na watu wengine tumewakuta pale ambao walikuwa wamepata ajali. Wengine tulikuta mtoto mmoja na mama mmoja alishakufa, na watu wengine bado watu walikuwa wanaendelea kuokoa. Kuna wengine wametoka ni wazima kabisa. Ni wazima kabisa. Kwa sababu kila Mungu anapanga la kwake, Mungu analopanga la kwake. Wengine ni wazima kabisa, wengine hawajitambui, wengine ndio hivyo unakuta na hema akipandishwa mpaka barabarani ameshakufa. Kwa majina naitwa Fadhili Ahaya Mpole. Tumewahi tukikuta gari ikiwa bado inaunguruma, ndio tuliopambana na kujitahidi kukata nyaya kuepusha mlipuko wa gari utakaofanyika. Chanzo cha ajali hii kwanza imetokana kwamba kuna gari ilikuwa inakuja ya msiba. Sawa. Sasa ina maana akawa kwenye kupishana, dereva ndo akaona kwamba ile gari zilikuwa ziko nyingi zimeongozana zinapeleka msiba. Sasa akaona kwamba ile kuikwepa, ina maana ndo gari kuhama ikashindwa kurudi barabarani, ndio chanzo cha ajali hii.